La polisi katika mkoa wa Mwanza linamshikilia na linaendelea kumhoji mwanamke ambaye anafahamika kwa jina la Loveness Daniel Kisile. Huyu ana umri wa miaka 30 na ni mkazi wa mtaa wa Temeke katika kata ya Mandu wilayani Nyamagana. Mwanamke huyo ameshikiliwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa mume wake, ndugu zake, kuwa ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao walieleza kwamba walikuwa wakitaka fedha kiasi cha shilingi milioni 10 ili wasiweze kumdhuru na kuondoa ujauzito wake. Taarifa ambazo hakika hazikuwa za kweli na zilisababisha kuzuka kwa taharuki kwa mume wake, lakini kwa familia nzima, jamii, huku zikisababisha jeshi la polisi kuhangaika usiku kucha likimtafuta mwanamke huyu ambaye alidai kwamba alikuwa ametekwa kwa lengo la kunusuru maisha yake. Awali mwanamke huyo amekuwa akimueleza mume wake kwamba yeye alikuwa ni mjamzito, ujauzito wa watoto mapacha watatu, na mume wake alikuwa akiamini hivyo hadi tukio la utekaji linatokea au linafahamika katika mazingira ya familia na jamii na kwa jeshi la polisi. Tukio hilo limetokea tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu, ambapo ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku huko katika mtaa wa Temeke, kata ya Mandu, wilaya ya Nyamagana, ambapo mtuhumiwa huyo Loveness Daniel Kisile alitoa taarifa hiyo ya uongo kwa kumpigia simu mume wake aitwaye Osea Joel Lusigwa kwamba ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao walikuwa wakitumia usafiri wa pikipiki na gari, na alidai kwamba namba za pikipiki na gari hakuweza kufahamu usajili wake. Alidai kuwa watu hao ambao walimkamata kwa nguvu na kumfunika uso kwa kutumia mfuko wa sulfate usoni ili wasiweze kutambulika kwa wepesi, na kudai kuwa waliondoka naye na kwenda naye sehemu ambayo yeye alikuwa haifahamu wakati huo. Taarifa hizo ziliripotiwa kituo cha polisi Nyakato, na mume wa mtuhumiwa akidai mke wake ametekwa na watu wasiojulikana.